Mambo ni mengi alafu muda ni mchache, tumeweza kuona mambo yanazidi kujipa huko, na leo hii tumeweza kuona Zuchu ameweza kuonesha tabasamu lake kwa Mama Dangote na kumwambia kwamba mama, leo nimekuletea zawadi nono ambayo itakayokushangaza wewe pamoja na familia yako kiujumla. Mmekuwa mkinifanyia surprise nyingi za kutosha baada ya mimi kuweza kujifungua, na nyie imefika zamu yenu ya kuweza kuwa surprise, na pia natamani sana kuweza kuona ndugu zangu mkiendelea kuenjoy katika maisha, kwa sababu kuna mengi ambayo mmekuwa mkinitendea katika maisha yangu. Siwezi kusahau fadhila zenu ambazo mlizoweza kunitendea, na Mwenyezi Mungu aendelee kusimama imara nanyi kuweza kuwafanya muwe wa thamani zaidi katika kila hatua ya maisha ambayo mnayopiga, maana kuna vingi na vingi, hivyo kuna mazuri na mabaya pia. Mimi kwa upande wangu sijali chochote, kwa sababu nyie ndio kila kitu katika maisha yangu, na ninaamini kwenye hiki nitakuwa nimejifunza vingi zaidi, hivyo natumai utakuwa mwema hata kwa mtoto wangu pia, na naamini kwenye hiki kinachoendelea wewe ndio utakuwa msimamizi wangu mkubwa katika kila jambo langu ambalo nimekuwa nikilitenda katika maisha yangu. Ninakushukuru kwa upendo wako, ninakushukuru kwa hekima zako ambazo umekuwa ukinionyeshea mara kadha wa kadha, na Mwenyezi Mungu aendelee kusimama nawe na kufanya mzuri zaidi katika kila jambo ambalo umekuwa ukilitenda katika maisha yangu. Wewe ni mtu muhimu na wewe ni mtu bora sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwa nawe na aendelee kukuzidishia baraka katika maisha yako. Hayo ndo maneno ya bibi Zuchu kwenda kwa Mama Dangote, na huku akimpatia zawadi, jambo ambalo liliweza kumfurahisha Mama Dangote na kumwambia kwamba asante kipenzi, kwani wewe ndio kila kitu katika maisha yangu, na ninaamini kwenye hiki ambacho kinachoendelea sasa Mungu atasimama nami na atanifanya niweze kuwa bora zaidi katika kila hatua ya maisha ambayo ninayopiga. Mwenyezi Mungu, naomba unibariki, naomba bariki pia maisha yangu yaweze kuwa katika misingi na mikakati iliyo bora zaidi.